Wakati analifundisha kanisa akasema, ndugu zangu, nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno. Paulo alipoingia katika kanisa akawaambia, kuna siri za ufalme wa Mungu ambazo nimekuja nazo. Anaposema siri, manake si jambo ambalo anaweza akaambiwa kila mtu. Siri sio kitu ambacho anaweza akaambiwa. Siri wanapata watu wachache wanaoaminiwa kwamba hawa wanaweza wakatunza, lakini sio kila mtu anaweza akaambiwa jambo la siri. Jambo la siri wanaambiwa watu waliokomaa, watu ambao wanaweza wakatunza. Kwa mfano, kama una jambo lako la siri, huwezi kumwambia mtoto. Kwa mfano, kamchukua mtoto wa darasa la 2 hata la 7, ukamwambia, mimi nimepata madini, nimeachilia mahali fulani. Akienda kucheza na wenzake atasema. Lakini mtu mzima mwenye akili timamu ana uwezo wa kutunza kwamba jambo hili nimeambiwa, lakini si jambo ambalo linahitaji mtu mwingine alijue. So kwa hiyo ndio maana sauti ya Mungu haiwezi kusikiwa na kila mtu. Ni yule mtu tu aliyeaminiwa, ambaye maisha yake amejenga ushirika na Mungu, mtu ambaye amedhamiria kutoka ndani ya kwamba mimi nimeamua kuwa rafiki wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna utofauti wa mtu wa Mungu na rafiki wa Mungu, na kuna tofauti ya mtu wa Mungu na mtoto wa Mungu, na kuna tofauti ya mtoto wa Mungu na mwana wa Mungu. Utaona hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti kati ya mtu wa Mungu na rafiki wa Mungu. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Lakini pia kuna tofauti ya mwana wa Mungu na mtoto wa Mungu. Mtoto bado umri wake ni mdogo, hawezi kuambiwa kila kitu. Ndio maana kuna mahali anasema mtoto anapokuwa mdogo anaishi kama mtumwa. Hata kama baba yake ana pesa, anaishi kama maskini, kama mtu wa kawaida, mpaka atakapokomaa sasa anaweza kapewa kwamba sasa huu ni mtaji nilikuwekea, hii ni pesa nilitunza kwa ajili yako. Lakini akiwa mdogo hana tofauti na mtumwa. Lakini mwana ni yule ambaye tayari amefika mahali, sio mtoto tena, anaambiwa mambo ya siri, mambo ya ndani. Kwa mfano, mtoto akiwa bado ndo yuko pale anasoma darasa la 1, la 2, la 3, hawezi kuambiwa vitu vingi. Ni binti yuko pale ndani, mama yake hawezi kumchukua akamwambia mambo ya watu wakubwa, kwamba sasa hivi wewe umesema mwanamke ni binti. Lakini anapofika mahali amekuwa miaka 20, 25, sasa pale anaweza kakalishwa akaambiwa vitu vya ndani, kwa sababu akili yake ina uwezo wa kupambanua. So kwa hiyo na Mungu hawezi kuwafunulia watoto, ila anawafunulia wana. Yaani wana ni wale ambao tayari wanaweza wakafika mahali wakawa na uwezo wa kubeba majukumu. Wanaweza wakatunza siri na wakazibeba, wakazipeleka kunako stahili wapeleke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo tutajifunza kuwa na ushirika na Mungu, ili tupate kuingia kwa ndani, tupate kufika mahali kuisikia sauti ya Mungu. Kwa sababu tukifikia hapo kwenye kiwango cha kusikia sauti ya Mungu, jamani, tutaishi maisha hapa duniani kwa raha sana. Amen. Mitume tunaowasoma katika Biblia waliokaa na Yesu, na hata wale ambao waliokoka wakati wa injili ya kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wenzetu walifanikiwa sana katika mwendo wao wa maisha ya kitumishi, kwa sababu walikuwa nasikia sauti. Hawakuwa wanafanya mambo kwa akili zao. Na Mungu anatamani sana kuona watu wanaosikia sauti yake, ili aweze kusema nao. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana sura ya 10. Wacha tuende hapo, pitie mistari michache na tutaendelea. Yohana sura ya 10, tutaanzia mstari wa 27 tu, tusome hapo.
lakini kwa wakati